Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tumeshindwa kuwa na ibada ya asubuhi kutokana na dharura ambayo ilikuwa iko nje ya uwezo wangu, lakini namshukuru Mungu bado anaweza na ni mwaminifu. Na nataka ukisikia kitu kimoja, tukiwa bado kwenye mfungo wetu, ni matumaini yangu ya kwamba walikuwa bado kwenye utulivu wa kiroho na maombi mbalimbali katika mfungo wetu, na tunaendelea na mfungo wetu, tunaendelea kuutafuta uso wa Bwana, kuitafuta njia iliyonyoka kwa ajili yetu, watoto wetu, mali zetu na hatima zetu. Na tunasoma leo katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Kuna ujumbe Mungu amenipa kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi: nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Tunaona hayo ni maelekezo Mungu anampa Suleiman. Anamwambia kwamba endapo kama atakaa kwenye mkao fulani, Mungu anamweleza mkao ambao unavuta siku nyingi kwenye maisha ya mtu, na kumbe siku kuwa nyingi pia ziko mikononi mwa mwanadamu, kwa sababu tunaona maelekezo mengi kibiblia yanayoongelea kwa habari ya mtu kuwa na siku nyingi yanataka mwanadamu awajibike. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe pia kuwa na siku nyingi tunaweza tukazisababisha sisi wenyewe, ama siku kufupishwa pia tunaweza tukazisababisha sisi wenyewe. Achana na vile ambavyo tunapata ataki kutoka kwenye nguvu za giza, lakini bado tunayo nafasi kubwa ya kushinda kuliko zile ataki zinazotaka kufupisha siku zetu za kuishi. Lakini nakuta kuna namna ambapo Mungu ametoa maelekezo ya namna ya siku zetu kuongezeka ama kuzifikia siku nyingi sana. Anasema hivi: nawe ukienda katika njia zangu. Sasa ni njia zipi? Tunajua kila siku unapolisikiliza neno la Kristo ama unaposoma Biblia yako unaelekezwa njia za Bwana. Kwa jinsi unavyoendelea kuzifuatilia yale maelekezo, ndio unaelekea kwenye njia ya Bwana, ambao kupitia huko kuna kuongezea wingi wa siku. Tunapata majibu hapo ya kwamba kusoma neno, kuomba, kusikiliza ibada za siku na Bwana na ibada nyingine muhimu, unajikuta una moja ya advantage, moja ya faida unayoipata ni siku zako kuongezeka. Ni siku zako kuongezeka. Na ndio maana nasema hivi: nawe ukienda katika njia zangu. Njia zake Bwana hazipatikani mahali popote isipokuwa kwenye neno lake. Maelekezo ya Bwana yakikuambia fanya hivi, ni kuelekea kwenye njia zake. Na ndio maana tunasikia sana kupitia neno. Biblia inaeleza kwa habari ya vile ambavyo mtu anatakiwa kusikia sana. Anasema jiangalieni vile msikiavyo. Maana yake nini? Bwana anasema na sisi kutueleza njia zake kupitia neno lake, kupitia sisi watumishi ambao Mungu ametuinua kwa ajili ya maisha ya watu wake. Kwa hiyo unapoona unafarakana na ibada za anza siku na Bwana, unafarakana na hali ya kusoma neno ama kwenda kanisani ama kufanya jambo la kiroho, ujue kimojawapo kinachoviziwa ni siku zako. Ni siku zako. Kwa ni vyema sana kuelewa connection ya mambo yanavyoenda. Kwa hiyo unapozidi kukaa kwenye maelekezo, nataka nikutie moyo na nikuombee kwa Bwana ya kwamba kama Bwana alileta roho ya uvivu, ya uzito, Bwana akuinue tena ukaanze upya. Tembea kwenye njia za Bwana, tembea kwenye ratiba za Bwana. Kuna vitu usijisikie vibaya. Usijisikie vibaya kutoa sadaka mbalimbali. Ni njia za Bwana. Usijisikie vibaya kutoa fungu la 10. Usijisikie vibaya kutoa malimbuko. Kama huu mwezi wa kwanza ni mwezi wa malimbuko, usijisikie vibaya kutoa malimbuko yako kwa Bwana. Takujaeleza vizuri kama Mungu akinipa nafasi. Tutakuja uone ya kwamba kuna vitu hautakiwi kufarakana navyo.
Usijisikie vibaya, lakini jisikie ndani yako vibaya endapo hausomi neno. Jisikie ndani yako vibaya kama haustafakari neno, hauombi. Jisikie ndani yako vibaya kama upo kwenye lile kundi la watu wasiotoa fungu la 10 na wameamua kabisa, wanajua hawatoi na hawatoi. Jisikie vibaya, na ninamwomba Mungu hiyo hali ya kujisikia vibaya iwe ndani yako, ili uweze kuishi miaka mingi unapojihudhurisha machoni pa Bwana wakati wowote. Iwe ni ibada zako za kawaida, iwe ni ibada hizi za anza siku na Bwana, iwe ni ibada za kanisani umeenda, usikubali kuenda pasipo sadaka. Ni njia za Bwana hizo. Unapozidi kusimama katika njia za Bwana, unazidishiwa miaka, unaiteka miaka yako. Na ndio maana Biblia inasema nawe ukienda katika njia zangu, halafu anasema hivi, na kuyashika mausia yangu. Haya tunayoongelea sasa hivi kwenye ibada mbalimbali, kwenye neno lake unapolisoma. Na amri zangu, inamaanisha maelekezo ambayo Mungu anayaachilia kwako, anayaelekeza kwako. Vile ambavyo yamkini umeshindwa kutimiza maelekezo fulani, unaingia kwenye toba, unamuomba Mungu, unakuwa mtu wa toba. Ishu tu ya kwamba umeshindwa kufanya jambo fulani ukawa mtu wa toba, tayari bado uko kwenye njia ya Bwana. Umeshindwa kushikiliza maelekezo fulani kuyafanya, unakuwa mwepesi wa toba na kurudia njia ulioiacha, kuyarudia matendo ya kwanza, bado uko kwenye njia ya Bwana. Halafu anasema hivi, kama baba yako Daudi, mmoja ya mtu ambaye alikwenda katika njia za Bwana. Mungu anatoa reference, anatoa kielelezo. Anasema kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Tunataka twende tumwombe Bwana azifanye siku ziwe nyingi, azifanye siku ziwe nyingi sana, lakini akusaidie ama atusaidie kukaa kwenye maelekezo yake. Yani Bwana azifanye siku zetu ziwe nyingi. Nataka mchana wa leo tunapoenda kuifanya hii ibada na mfungo wetu wa leo, tumuombe Bwana atupe siku nyingi. Lakini hatuishi tu tukuomba kama watu tusio na maarifa, kwa sababu kuna watu tunaweza tukawa tunaomba pasipo maarifa. Baba, ninaomba siku nyingi, nipe siku nyingi, niwaone watoto wangu, nione miaka mingi. Lakini kumbe kuna maelekezo ya siku nyingi, kwamba kuna namna ambapo unatakiwa utembee kwenye njia inayokuelekeza kwenye siku nyingi. Hiyo njia ipo mbele yako. Ukitembea kwenye hiyo njia, hakuna magonjwa yatakao kuua, hakuna magonjwa yatakao kusogelea, hakuna uchawi utakao kuua, hakuna mchawi atakao kusogelea. Kwa Kiingereza wanasema untouchable, huwezi ukaguswa. Nobody, hamna mtu anaweza kugusa maisha yako, hatima yako. Kuna njia ukiitembea, kuna njia ukitembea. Ndio hiyo tunaomwomba Bwana na kuitolea sadaka mchana wa leo. Tunamwambia Mungu tuelekeze kwenye njia itupasayo kuenda, kwenye njia ya miaka yetu mingi, lakini na watoto wetu kawafundishe wakatembelee njia hiyo ya miaka mingi, waone miaka, waone vizazi, tukawe watu wa vizazi, tukawe watu wa vizazi, kwamba unaviona vizazi na vizazi. Sio unazaliwa unakufa kabla hata hujamuona mtoto wa mtoto wako. Lakini Bwana anapotupa vizazi, utazaliwa, utazaa, utaona watoto wakizaa, na watoto waliozaliwa na wenyewe utaona wakizaa. Baada ya hapo namwambia Mungu, hii miaka 100 sasa inatosha. Mungu, ninaomba sasa waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Lakini ni baada ya kuwa umetimiza miaka. Tunaona Simeoni anamwambia Mungu, sasa mruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Anafurahi ya kwamba sasa anaweza akaenda. Lakini leo hii tunajikuta hamna mtu anayeweza kumwambia Mungu kwamba waweza mruhusu mtumishi wako aende. Na wakati unapambana, miaka yenyewe unakuta ni michache na magonjwa ni mengi, vita ni nyingi. Lakini Bwana akatusaidie tukaende kuiona miaka isiyo na magonjwa, isiyo na mateso, isiyo na dhoruba iwayo yoyote. Tuione miaka mpaka tuseme, Bwana, sasa katika afya njema nilionayo na miaka mingi ulionipa, waweza mruhusu mtumishi wako sasa aende kwa amani. Tunataka maombi ya namna hiyo, maombi ya namna hiyo. Tunataka twende tukamwombe Bwana atusaidie. Nimalizie kusema hivi, hizi njia hauwezi ukaenda kwa akili yako. Kwanza tuelewane vizuri kabisa, hizi njia ni kwa msaada wa Bwana. Kama Bwana asipotupa neema, hatuwezi ona hizi njia.
Tunahitaji kuona neema ya Bwana inayotupeleka kwenye njia ya miaka mingi. Ipo neema ya Bwana, upo msaada kutoka kwa Bwana, sio akili zako. Akili zako na zenyewe zipo kwenye majaribu, ufahamu wako na wenyewe uko kwenye majaribu. Unaweza ukajaribiwa ukajikuta umeenda kwenye njia isiyo sawasawa, lakini neema ya Bwana, msaada wa Bwana utatupeleka kwenye njia itupasayo kuienenda. Yeye anamrehemu anayemrehemu, anamtendea miujiza anayempenda. Yeye anayetaka kumfanyia atamfanyia. Nini maana yake? Hiyo ni lugha ya neema, kwamba vyote vyatoka kwake, na sisi tunaenda kumwambia Bwana, Bwana, tunaomba kati ya watu unaotaka kuwarehemu tuwe ni sisi. Utuongoze katika njia ya kuyaona mema mengi, miaka mingi, furaha nyingi, afya njema na ushindi. Haijalishi kuna ugonjwa gani ulio ndani ya mwili wako umejificha, na kuambia ibada ya leo, huo ugonjwa unaenda kuyeyuka, kwa maana unakutana na neno la miaka mingi. Lazima ugonjwa uachie, damu yako lazima isafishwe. Haijalishi na HIV, haijalishi kuna kansa kwenye mwili wako, haijalishi kuna kisukari, haijalishi kuna ugonjwa wote, haijalishi kuna presha, mapigo ya moyo yataenda kulisikia neno la Bwana, kwa maana unatakiwa uishi sana. Viungo vya mwili wako vinalisikia hili neno. Kama mtini ulisikia neno, figo zinasikia neno, lazima ziamke, zianze kufanya kazi kwa usahihi. Moyo unasikia neno, lazima uamke, uanze kufanya kazi kwa usahihi. Damu inalisikia neno la Bwana, lazima liamke. Viungo vya mwili, mishipa, mifupa, ile backbone lazima viamke kwa jina la Yesu. Maana yake Bwana anaenda kutupa maisha. Watoto wetu nao watatembea kwenye agano hili, lakini vyote vilivyo katika hali ya kufa vinaamshwa, kwa maana lipo neno. Mtu mmoja amenisikia na amelielewa na ameamini na ameshika sadaka yake. Unapoachilia hiyo neema, Bwana anapoachilia hiyo neema, inakutana na sadaka yako, inakutana na imani yako, inakutana na kusudio la moyo wako, kwamba wewe ni partaker of the divine blessings. Wewe ni mshirika wa hiyo baraka ya kimungu iliyoachiliwa mchana wa leo. Nataka twende mbele za Bwana tukamwambie Mungu tunaomba neema, tukamwambie Mungu tunaomba neema. Yani haijalishi kuna ratiba. Listen, kuna vitu vikiingia kwenye maisha yako, kuna ratiba nyingine lazima zife. Yani kuna ratiba za magonjwa lazima zife, kuna ratiba za mauti lazima zife, kuna ratiba za ajali lazima zife, kwa sababu mtu mmoja ameamini neno la kwamba kuna namna Mungu atamuongoza katika njia atakayoiona miaka mingi. Sulemani anaambiwa hapa ya kwamba endapo tenda katika hiyo njia iliyo yangu, ambayo hata baba yako Daudi alienenda, anasema hivi, nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Bwana azifanye siku zako ziwe nyingi mchana wa leo. Bwana akaingia contract, agano na wewe Mungu, na wewe Mungu akaingia agano na wewe kwa miaka iliyoshiba, miaka mingi, siku zilizozidishwa sana. Ukaone vizazi, ukawe ni mtu wa vizazi, watoto wako wakawe watu wa vizazi. Utamwona Bwana kwa namna sio ya kawaida. Nimesikitika sana jana, kuna niseme tu ni mtoto wangu, siwezi kumkataa, ni wa kwangu. Nilikuwa nikimlea miaka ya nyuma sana huko, na mara baada ya kuanzisha kanisa nikawa namwambia, hebu jitahidi uwe unakuja kanisani. Nikawa namwambia, hebu sikiliza ibada basi. Nikamfuatilia. Baadaye nilipoona kama namfuatilia sana, unajua unamfuatilia mtu unaona kama vile unamsumbua. Kwa huwa sometimes na sisi tunaona hapana, kama tumeshindwa kusikilizwa na kuona kama ni msaada, basi unarudi nyuma kidogo. Lakini jana nikasikia kwamba ameumwa tu kidogo, amefariki. Ni mtoto mdogo, ni binti mdogo kabisa, kafariki. Lakini wiki mbili zilizopita roho ilikuwa ikiniuma sana nikimkumbuka. Roho inaniuma sana. Nikawa namsitiza, njoo kwenye ibada, hebu sikiliza ibada, lakini mambo yakawa hayajaenda kama ilivyotakiwa, na jana amefariki. Nimejisikia vibaya sana, nadhani leo atakuwa anazika. Bwana akawa ananiambia ulimwambia. Yani Bwana ndio alichokuwa ananiambia ulimwambia. Akaniambia, Mungu akawa ananisemesha, nilikuwa na drive, tumepokezwa taarifa nikiwa na drive. Mungu akawa anaendelea kunisemesha ya kwamba hauna hatia, ulimwambia. Anasema you played your role, yani ulifanya yaliyokupasa kama mtumishi wa Bwana. Nikwambie kitu kimoja, mimi sitakuacha kukuambia.
ila unapo left group la namna hii ambalo unakuta linaeleza kwa habari ya afya ya uzima wako na maisha yako na furaha na amani yako, unapoacha kuzisikiliza ibada, unaziachilia tu. Ibada inatumwa saa 12, ibada inatumwa saa 11, unakuja kuisikiliza saa 8. Kama leo tunavyotuma hii ibada, tumeituma saa 8, sawa, lakini unakuta ibada imetumwa saa 10, wewe unakuja kuisikiliza saa 7. Kumbuka kuna gharama imelipwa, kuna mtu hajalala, ameomba kwa ajili yako, ameiombea ibada, amesikia Mungu aseme nini, ameituma hiyo ibada. Wewe una badala ya kuipokea kama kitu cha thamani, unakuja kuipokea ibada saa 10 jioni, wakati ibada imeachiliwa asubuhi saa 8. Ipo siku na kuombea Bwana isikukute. Unaweza kukuta kitu kilichoongelewa asubuhi saa 10 ukashangaa umeshindwa kukishinda saa 5, halafu Mungu atakwambia nilisema na wewe saa 10 ibada ilipotumwa na hukusikia. Kimsingi usizisikilize tu kwa makini ibada zile za wakati ulioamriwa. Zile huwa nasitiza kwa sababu kuna jambo limetokea wakati huo, lakini hata ibada hizi za kawaida, yani pambana ibada, usiwe na amani ya kuendelea na ratiba zako kama ibada anza siku na Bwana hujaisikiliza. Usiwe na amani ya kuendelea na ibada zako kama umeona kuna message kwenye group la anza siku na Bwana na haujaifungua. Hakikisha unaishi kwa utaratibu, utaviona vitukuu vyako. Mungu wangu akubariki sana. Basi naomba niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tumelipokea neno kwa furaha. Tunaomba neema yako izidi. Roho Bwana, tunaomba mafuta yako endelee kutuhudumia. Tunaomba Roho Bwana ukazizidishe siku zetu sana. Mungu aliye hai, ukatupe neema ya kusikia na kutembea kwenye njia zako. Tufundishe yatupasayo kuyaenenda kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru sana kwa neema unayoachilia na nguvu unazoziachilia. Wacha kibali chako kiwe bendera ya maisha yetu. Tufundishwe Bwana na wewe, tuongozwe katika njia yako itupasayo kuienenda, na hatimaye kuwa na maisha ambayo umesema utazifanya siku zetu kuwa nyingi. Baba, nakushukuru sana kwa neema na rehema kwa mtoto wako aliyenisikia wakati huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninaomba neema yako iongezeke sana. Watoto wako wanaposikia namna hii wasiogope tu katika mwili, bali hofu yako Mungu ndio itawale. Ninaomba neema yako idhihirike, na katika jina lako Yesu tukatembee kwenye miaka mingi. Asante kwa neema na rehema, sifa na heshima ni vyako. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Kupitia maombi haya kuna vitu vinaanza kubatilika ndani yako, kuna mambo yanaanza kugeuzwa ndani yako, kuna agano likiingia. Kuna agano likiingia kwenye maisha yako, linaanza kufukuza vitu ambavyo hata hujaviombea, kwa sababu haviwezi kukaa, hivyo vitu haviwezi kukaa na agano la Mungu ndani yako. Kwa hiyo tunaenda kumshukuru Mungu kwa neno hili, lakini pia kujikamilisha na kuweka agano kwa sadaka zetu. Utashika sadaka yako njema kwa Bwana, ile ambayo moyo wako unakuambia toa. Ukisikia ndani yako unaambiwa toa, usiizimishe hiyo sadaka, halafu muulize tena Bwana nitoe nini. Yani usitoe kwa mazoea. Usitoe tu kwa mazoea kwa kuwa unatoaga tu ya shilingi fulani, sadaka fulani ukienda kanisani, yani kuna sadaka ulizoea. No. Hii natamani umwambie Mungu, naomba unifundishe, unielekeze nitoe nini. Sauti utakayoisikia usipigane nayo. Hakikisha unaitii sauti hiyo, na Mungu akubariki sana. Basi tuachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.